Ni mechi kali, ni mechi inayosubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi wa soka kutoka Tanzania bara na hapa Tanzania visiwani Zanzibar. Ni mechi ya kukatana na shoka, ni mechi ya nusu fainali ya pili ya Kombe la Muungano mwaka huu wa 2026. Mechi hii itaikutanisha Simba ya Tanzania bara na Mlandege ya hapa visiwani Zanzibar. Ikumbukwe ya kwamba hapo siku ya jana wananchi Yanga waliweza kuingia katika hatua ya fainali kwa kishindo, waliweza kuchumpa katika hatua ya fainali kwa kishindo mara baada ya kumfunga timu ya Azam kwa magoli 2-1, gongo 2, chuma 2-1. Magoli ya Yanga yaliweza kutiwa kimiani na Maxim Pia Nzengeli na bila kumsahau Prince Dube, huku goli pekee la Azam liliweza kutiwa kimiani, liliweza kufungwa na Zanzibar Finest na Zanzibar Greatest Faisal Salum Toto. Siku ya leo ni Mlandege na Simba. Yanga wametulia kwenye hatua ya fainali, wanamsubiri ni nani ambaye atafika kwenye hatua ya fainali, ni Mlandege au ni Simba Sports Club. Na of course mchezo kati ya Mlandege na Simba utakuwa ni mchezo ambao ni mgumu kwa kiasi chake, ila kuna uhakika wa 99%, kuna uhakika wa 99.9% Simba huweza kuchumpa katika hatua ya fainali na kwenda kuungana na Young Africans na kwenda kuungana na wananchi na kwenda kuungana kwenye dabi ya Kariakoo ndani ya Kombe la Muungano. Na ikumbukwe Mei 3 mwaka 2026 basi kutakuwa na dabi ya Kariakoo katika ule uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Hivyo tunaweza kushuhudia, tunaweza tukaona dabi 2 ndani ya wiki moja, dabi 2 za Kariakoo ndani ya wiki moja, mambo ambayo yatakuwa ni adimu sana kwenye soka la Tanzania. Sidhani ni lini tuliweza kushuhudia dabi 2 ndani ya wiki moja. Endapo Simba ataingia kwenye hatua ya fainali, ataenda kukutana na mpinzani wake mkuu kwenye soka la Tanzania, ataenda kukutana na mtani wake mkuu kwenye soka la Tanzania, Young Africans, wananchi ambao kwa sasa wapo katika fomu kali, wapo katika fomu yao ya maisha, wameshinda mechi nyingi mfululizo, na hii ni mara baada ya kuyumba pale katikati, lakini mara baada ya break, mara baada ya uongozi wa Yanga kukaa kikao na Engineer Hersi Said, basi timu iliweza kurejea katika makali yake na tuliweza kumuona Alan Okello Starboy from Uganda akikiwasha. Ameweza kutoa mechi 4 mfululizo assist na kuweza kufunga magoli na kuweza kuhusika kwenye magoli mengi sana. Na kwa upande wa Simba, na wao wanahitaji kufuta uteja kwa timu ya Yanga, wao wanahitaji kushinda ushindi wao kwa mara ya kwanza mara baada ya Yanga kuweza kuwabomoa, kuweza kuwafunga, kuweza kuwashenyenta mara 5 mfululizo, ukiwemo ushindi mnono wa chuma 5 ambao Yanga aliweza kupata mara baada ya kucheza na timu ya Simba. Kwa mujibu wa viongozi wa Simba, kwa mujibu wa kocha kutokea South Africa Steve Barker, wanasema wanalihitaji kombe hili la Muungano. Wanasema hawajaja huku kutalii visiwani Zanzibar, hawajaja huku kung'ang'aa macho, wamekuja huku kuhakikisha wanachukua kombe hili la Muungano na kuweza kwenda kwenye hatua ya fainali na kuwafunga watani wao wa jadi. Simba wana mpango wa kumfunga Yanga kwenye mechi ya fainali. Simba wana mpango wa kumfunga Yanga kwenye mechi ya ligi ili waweze kufuta uteja ambao Simba aliweza kuuandika kwenye mechi hizi za watani wa jadi, kwenye mechi hizi zinazowakutanisha magwiji wawili wa soka, watani wawili wa jadi wa soka hapa nchini Tanzania, Yanga bila kuwasahau Simba. Hizo ni taarifa ambazo tumekuletea sisi kama Bongo 9 na tutaendelea kukujuza kile ambacho kinaendelea hapa visiwani Zanzibar. Ni kitu gani ambacho Yanga wanakipanga, ni nini ambacho Simba wanakipanga. Kama ambavyo tunafahamu, mechi hizi za watani wa jadi zimekuwa zikichezeka sana nje ya uwanja. Matukio yoyote ambayo yatatokea ndani na nje ya uwanja kuelekea kwenye fainali ya Kombe la Muungano mwaka 2026 basi utayapata hapa kwenye channel yako pendwa kabisa ya Bongo 9. Kitu cha msingi ambacho ningependa kukuasa kabla sija kuacha kwenye video hii ni wewe mtazamaji wangu uweze kusubscribe channel yako pendwa kabisa ya Bongo 9, alafu uweze kutana notification ili uwe unapata taarifa zetu za video kila ambapo tutakuwa tunaziachia kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo, masuala mazima ya soka, masuala mazima ya burudani kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi niseme ya kwamba sina la ziada. Kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako wa siku zote Rich Mo TZ, the presenter
on town. Mpaka wakati mwingine, kwenye mambo mazuri mazuri kama haya ya kimichezo na burudani kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.